Samueli wa kwanza, naanza mstari wa kwanza. Biblia inasema palikuwa na mtu mmoja wa Rama, msufi wa nchi ya milima ya Efraim, jina lake akiitwa Elkana mwana wa Yerohamu mwana wa Elihu mwana wa Tohu mwana wa Sufu Mwefraim, naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Hana na jina lake la pili aliitwa Penina. Na huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwenda mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile ilipofika, Elikana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao, lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake humchokoza sana hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mmewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka, hapo yule mwanamke alipokwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elikana mmewe akamwambia Hana, unalilia nini? Kwa nini huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Ndipo Hana kainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Na Eli kuhani alikuwa kiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Na huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri akisema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kamo. Ikawa hapa alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Atia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimemimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomwomba. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elikana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samueli, akisema, kwa kuwa nimemwomba
Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neno lako hili. Umesema neno lako halitakurudia. Linapokuja kwenye maisha ya mwanadamu, lina kazi, lina makusudi ya kulitimiza. Nami nimelisoma neno hili kwa sababu lina makusudi ya kutimiliza siku ya leo. Ninaomba Bwana, sawasawa na kusudio la neno hili kwenye moyo wa kila mmoja aliyekuja mahali hapa, sema naye, ongea naye, nena naye, na uliokusudia kulifanya kwenye maisha ya kila aliyekuja mahali hapa, Bwana, likamfikie sawasawa na neno lako. Kwa jina la Yesu ninajiachilia kwako, unitumie kama upendavyo. Useme na mkutano huu kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kama unaandika, andika maombi ya kina. Maombi ya kina. Samueli wa kwanza 1:1 mpaka 20. Maombi ya kina. Kwenye ujumbe ambao nitatembea nao kwa dakika ambazo Mungu atakuwa amenijalia kusema kile ambacho nataka niseme. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapozungumzia maombi au tunapoongelea kwa habari ya maombi, tunaongea kwa habari ya mawasiliano baina yetu na Mungu. Ni kuongea na Mungu au ni mazungumzo ya mwanadamu akipeleka mahitaji yake kwa Mungu au akimsihi Mungu amtimizie yale ambayo anayahitaji. Naongelea kwa habari ya kisa ambacho kinaeleweka. Labda tu kile ambacho nilitaka kufahamu ya kwamba ziko aina nyingi za maombi ambazo watu wanaomba. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mtu huwa anaomba kulingana na uwezo wake au kulingana na vile ambavyo amejaliwa. Lakini ili matokeo ya maombi ya kile unachoomba yaweze kudhihirika na kuonekana, inategemea mzigo ulionao kwenye hayo maombi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ili matokeo yaweze kuonekana ya kile unachoomba, matokeo yaweze kuonekana ya kile unachoomba, inategemea na mzigo. Umeubeba mzigo wa kiwango gani ili usababishe matokeo yapate kuonekana. Haleluya. Kila mtu anaomba, kila mtu, na hata asubuhi tumeomba, na wengine hata usiku tumeomba, lakini wachache sana ambao wakiomba huwa wanategemea waone matokeo ya maombi yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua tuna kawaida ya kuomba maombi ya kawaida. Na watu tunasema Ijumaa tuna maombi, ni siku yetu ya maombi. Na wengi huwa hawabebi mzigo wa kuomba ile Ijumaa. Bwana asifiwe. Ngapi wanajua Ijumaa ni siku ya maombi? Wewe mikono.
Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wao wanachukua mzigo kwa ajili ya kujiombea kwa sababu ni siku ya maombi? Ni mara nyingi sana labda tukitangaza tuna maombi ya siku 3, tuna maombi ya wiki, nayo nimegundua kama hujawapanga watu wanapita tu. Wiki tulikuwa na maombi ya siku 3. Wangapi siku zote 3 wamefunga hawajaja? Inua mkono. Na Mungu anakuona. Ulifunga siku zote 3 hujaa. Inua juu mikono. Yesu akuone. Sio mchungaji, Yesu akuone. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona? Ni wachache. Wengi wameingia mitini. Lakini matokeo ya maombi kila mtu hapa anataka. Kuna mtu hataki kutendewa hapa? Kuna mtu hataki? Kila mtu anataka. Tena anataka makubwa. Bwana asifiwe. Na kuna wengine ili waombe mpaka wabanwe kwenye kona. Katoke kanani fulani kakabe hapa shingoni. Kila kitaka kutoa hewa itoki, kila kitaka kuvuta hewa iende. Hapo ndo kashangaa. Mchungaji, huku naona. Bwana asifiwe. Mchungaji ataomba, lakini nataka nikwambie unakuwa umechelewa. Wakati ambao ulipaswa uombe sio wakati tayari umeshanasa kwenye tatizo. Wakati ambao ulitakiwa uombe ni wakati ambao ulitakiwa ujipange, ili ya kwamba mapambano yakija, yale maombi yafanye kazi ya kukutetea usiingie kwenye shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimesema maombi ya kina ni maombi ya kuzama, kuingia ndani sana katika viwango vya kuomba ambavyo wakati mwingine usingeweza kufikia. Maombi ya kina ni maombi ya kuzama, ni maombi ya kujitoa, ni maombi ya kuingia ndani kwenye ulimwengu wa roho na kutafuta kusudi la Mungu ni nini kwenye maisha yangu. Mungu ana mpango gani na maisha yangu? Levo hii ya kuomba ndio husaidia mtu aweze kupanda kutoka levo aliyokuwepo kwenda levo nyingine. Haleluya. 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 Maombi ya kina sio maombi mepesi. Maombi ya kina sio yale ya kurahisisha, hapana. Maombi ya kina ni yale ambayo mtu anamaanisha, ninataka kuona matokeo, ninataka kuona Mungu anatenda, ninataka kuona Bwana anafanya. Haleluya. Haleluya. Maombi ya kina ni yale ambayo mtu anajizamisha ndani, anatafuta uso wa Bwana, anatafuta makusudi ya Bwana, anatafuta mapenzi ya Bwana. Anasema sitakaa, sitanyamaza mpaka nione matokeo ya kile ninafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mara nyingi maombi haya huwa yanatokana na ugumu fulani ambao mtu ameupitia au anaupitia, au mambo fulani mazito ambayo anayapitia, ambayo yamekosa majibu. Yanapokuwa yamekosa majibu, huwa yanapelekea mtu kufanya maamuzi ya kwamba sasa ninaamua, sasa ninataka mpaka Bwana atende. Anapofanya hivyo, Mungu anafungua mlango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nisikilize. Hana ambaye nimesoma habari zake,
amechambua changamoto aliyopitia. Kabla sijaendelea, niseme mambo mawili nyuma hapa ambayo yameandikwa kwenye kitabu hiki, maana yanaweza kawa changamoto kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inamweleza mtu mmoja anaitwa Elikana. Bwana Yesu asifiwe. Nitaka nifute dhana hapo, alikuwa na wake. Nitaka nifute hiyo dhana kwa waliokoka haipo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukabeba hapa akasema kumbe kuna huku mfano wa kuiga. Hiyo haipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yule anasema zamani Mungu alikuwa anajifanya kama haoni, lakini sasa anaagiza watu wa pande zote watubu na waache. Mungu aliumba mume na mke mmoja tu na si zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini dhana nyingine ambayo nitaka niifute hapa, tunapowapa majina watoto tusikosee. Huyo alipewa jina lake Hana. Alipewa sio Ana. Alipewa Hana. Maana yake hana kitu. Msikosee kuwapa majina watoto. Bwana asifiwe. Wakati mwingine hili jina pengine ndio lilileta shida kwa Hana, kwa sababu alishaambiwa Hana. Sasa kuna watu wana kawaida mbio tu, jina la mtoto mateso, jina la mtoto majuto, jina la mtoto masumbuko. Yaani majina ya mtoto anampa ya ajabu. Majina yakianza kufuatilia maisha ya mtoto, unaanza kusema si mtoto ana mikosi, sijui kwa nini, kumbe wewe ulimpandia kwenye jina. Bwana asifiwe. Ulize jirani yako, unajua maana ya jina lako? Najua kujiuliza. Bwana Yesu asifiwe. Afanye mpango, ulize jina lako. Kwa jina mpango linaonekana unaenda shimoni, Bwana badilisha. Jina la Bwana libarikiwe. Wengine tunabadilisha majina ni kwa sababu tunaona majina haya yanampeleka mtu wapi? Shimoni, kwenye shida. Sasa Biblia inasema ya kwamba Elikana akiwa na Penina pamoja na Hana alikuwa na kawaida ya mwaka baada ya mwaka anapanda kwenda Shilo ili kumwabudu Bwana, ili kumtolea Bwana sadaka, ili kumshukuru Mungu. Na Biblia inaeleza alikuwa na wake wawili, lakini Penina alikuwa na watoto, Hana hakuwa na watoto. Itachambua vizuri mbele kidogo. Na wakati anaenda kwenye hiyo madhabahu kumtolea Bwana sadaka, Biblia inasema huyu bwana alikuwa anampenda sana Hana. Kwa alikuwa akiwapa Penina sadaka na watoto wake na nini. Hana kwa sababu yuko peke yake, yeye alikuwa anampa mara mbili, ili angalau kumtia moyo asijisikie uchungu kwamba yeye anaenda peke yake bila mtoto. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Biblia inasema wala ile sadaka haikuwa na chochote kwenye fahamu zake kwa habari ya kwa nini amepewa nini. Yeye alichokuwa anapata nacho shida, kwa nini hana mtoto. Ndio ilikuwa changamoto kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Hicho ndio kilikuwa shida kwake, na hii shida ilimpelekea Hana akabadilisha design ya maombi. Kuna shida, kuna changamoto unaweza ukapita, inaweza kubadilisha 100% aina za maombi yako. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yaani kuna hali unaweza ukaipitia, kuna maisha unaweza ukayapitia, lakini yakabadilisha hali yako kwenye maisha yako yote. Na hapa naomba udake pwendi hii. Hiyo changamoto unayoipitia unaweza usijue imetoka wapi, kwa sababu hapa kisa kinasema Hana tatizo lake la kukosa mtoto, anasema
Mungu alifunga tumbo lake. Nani alifunga? Nani alifunga? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kwenye maisha ya watu waliookoka kuna matatizo mengine Mungu huwa anayaruhusu. Kuna shida nyingine ambazo unazipitia, wakati mwingine ni Mungu ameamuru zije. Unaweza kemea mpaka ukachoka. Kwa jina la Yesu, toka pepo, toka ugonjwa. Bwana asifiwe. Ukachangaa ugonjwa mimi na wewe, ukachangaa shida mimi na wewe. Na kuna kitu Mungu alikuwa ananifundisha hapa. Kimaandiko ukisoma kwenye Biblia unaweza kugundua ya kwamba Biblia imeandika baraka, neema, mafanikio, yaani kila kitu juu cha baraka, cha baraka, cha baraka. Lakini ndivyo tunavyoishi. Bwana asifiwe. Jamani, tunatembea kwenye hizo baraka. Na Mungu ni mwongo au? Bwana Yesu asifiwe. Sasa yeye atatubariki mjini na mashambani. Sasa sema tukigusa kwa mikono yetu tutabarikiwa. Wenzangu, vipi? Mmebarikiwa leo hiyo kwenye Biblia? Kwa Mungu labda basi muombe alitudanganya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize, kuna mambo katika maisha Mungu huwa anayaacha kwa sababu yana kazi pamoja na wewe. Yaani kuna mambo unaweza ukapitia nayo ukashangaa hayatoki, hayaishi, lakini kumbe yana kazi pamoja na wewe. Paulo aliwahi Elia maombi fulani, naomba na Elia akasema, ole wangu mimi, nani atakaye niokoa? Anasema nikitaka kutenda jema, na shangaa jema ninalotaka kutenda silitendi, na shangaa baya ambalo silipendi ndio nimetumbukia ninafanya. Akasema ole wangu, ni nani atakaye niokoa? Anasema ameomba mara nyingi, Bwana muondolee mwiba. Alikuwa na mwiba unamchoma, kila anapoomba Mungu amenyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Hata ajibu. Mungu, mbona unachelewesha kujibu? Msikilize, Mungu ana kusudi kwa kila jambo analolifanya kwenye maisha ya mtu aliyeokoka. Labda kama hujaokoka vizuri, kuna shida tunazopitia zinatokana na hatujaokoka vizuri. Maisha yetu ni ya kona kona na njia zetu ni za kona kona, lakini maisha kama tunaishi kwenye mpango wa Mungu na kwenye njia za Mungu, nataka nikwambie kuna wakati tunaweza tukapita kwenye shida na adha, lakini katika shida na adha tunazopita nyingine wanakuwa Mungu ameachilia ziwe barabara za kutufanya kutembea kwenye mpango wa Mungu. Maanake kama hatujapita huko, hatuwezi kukaa kwenye kusudi la Mungu, hatuwezi kutembea kwenye njia za Mungu. Maanake kama hatujapita huko, hatuwezi kutenda mapenzi ya Mungu. Lakini wakati mwingine anapoachilia tupite huko, inakuwa ni daraja la kutufanya tutembee katika mpango wa Bwana. Haleluya, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ila kupaelewa kwamba hapa ni Mungu ndio mtihani. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kupaelewa ndio pagumu. Halafu na watu wengi huwa hawataki kuelewa. Yaani anapopita kwenye shida, yeye anachotaka tu, anataka shida iishe. Basi. Haleluya. Na hii imepelekea watu wengi, kwa sababu ya shida na changamoto wanazopata, wengi wamekuwa mabingwa wa kwenda kutafuta miujiza na maombezi. Kuchwa kuamka, leo yuko hapa, kesho yuko hapa, leo yuko pale, kesho yuko pale, kesho kutwa pale, mtodogo pale, anapambana
anakwenda anatafuta we. Mhubiri mmoja akasema ukizubaa utaota mpaka kipana. Wataweka mikono mpaka nywele zitasuguka, baadaye unapata kipara. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Ni kwa nini? Ni kwa sababu watu hawataki shida, watu hawataki mapito, watu hawataki magumu. Lakini Hana, Biblia inasema Mungu alifunga tumbo lake. Yaani Mungu amehusika, yani anafunga, yani. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani unakosa kazi, yani unakosa nini? Unatafuta usiku na mchana, unatafuta usiku na mchana, kila ukienda hamna kitu, kila ukienda hamna kitu. Kumbe Mungu anafanya nini? Amezuia. Sasa Biblia inasema Hana, baada ya kupita kwenye changamoto ya kukosa mtoto, Biblia inasema ya kwamba alikuwa ni mtu mwenye huzuni, alikuwa ni mtu aliyekosa raha, alikuwa ni mtu aliyejisikia vibaya. Biblia inasema ya kwamba wakati alipokuwa amejisikia vibaya, wakati ambapo alikuwa amehuzunika, wakati ambapo alikuwa ametafuta msaada haoni msaada, anasema alichukua maombi. Na Biblia hapa niliposoma anaonyesha alidumu katika kuomba Mungu. Alipodumu katika kuomba Mungu, anasema akawa ni mtu wa maombi, kiasi ambacho midomo yake ilionekana inacheza cheza, lakini maneno hayaonekani, maneno hayasikiki. Wakati maneno hayasikiki, maana yake maombi yake yalikuwa yameingia kilomita nyingine ambazo zilikuwa hazitafsiriki kwa maneno ya kawaida, hazitafsiriki kwa akili za kawaida, lakini alikuwa ameingia kilomita nyingi akiwa muda wote yeye ni mtu wa maombi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Muda wote akawa ni mtu wa kuomba. Anasema ya kwamba hata aliposimama mbele za makuhani waliokuwepo kipindi hicho kina Eli, anasema ya kwamba walipomwona asubuhi wanamwangalia, wanaona midomo inacheza cheza, anasema wakahisi, wakasema inawezekana huyu mwanamke anaamka mapema anakunywa pombe. Wakamwambia, ewe Hana, wachilia mbali ulevi, utakuwa mlevi hata lini? Akawa nawaangalia na washangaa. Anasema kama wangeingia kwenye kilindi cha moyo wangu, wangegundua ya kwamba situmii kileo, lakini moyo wangu uko kilomita nyingi, moyo wangu namtafuta Bwana. Biblia inaniambia ya kwamba alipoulizwa akamwambia, la, mtumishi wa Bwana, usimdhanie mtumishi wako ya kwamba amelewa, lakini nimeumimina moyo wangu kwa Bwana. Yako mahitaji ninayaomba kwa Bwana, viko vitu ninaviomba kwa Bwana. Nataka Bwana nitendee, nataka Bwana afanye kitu. Akamlilia Bwana kwa kumaanisha. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Akatafuta uso wa Bwana. Haleluya. Mungu aliruhusu masimamo ya Penina yawe mwiba kwa Hana. Aliruhusu kusemwa kwa Penina ili ya kwamba uwe mwiba kama kichoko cha kumchokoza asinyamaze. Penina asingemsema, wabaya wasingemsema, asingeomba kwa mzigo, lakini wabaya waliachiliwa na Bwana ili wawe sababu ya yeye kuomba. Waliachiliwa na Mungu wawe sababu ya yeye kuomba, wakasababisha Penina akawa na muda wa kutosha na Bwana. Haleluya.
Haleluya. Ni kwa level gani unakumbana na magumu? Bwana alibarikiwe. Kwa sababisha design ya kuomba. Wewe mapito unayoyapita unayaelewa. Shida unazopitia unazielewa. Nisikilize, Mungu wakati mwingine huwa anaachilia shida na mapito ya kunyoosha ukae kwenye mstari. Hapo hakuna anayependa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kuna wakati Mungu anaachilia shida zikunyooshe. Hapo maana kulipokea kila mtu anaweza hili hapa mchungaji hili hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, kuna mwiba unakuchoma choma mahali? Jina la Bwana libarikiwe. Muulize jirani yako, kuna mwiba unakuchoma choma mahali? Bwana Yesu asifiwe. Muulize, umeshawahi kuomba Bwana uchomoe? Haleluya. Amen. Haleluya. Na kama ulishawahi kuomba Bwana, hebu jiulize, mara ngapi umeomba? Haleluya. Amen. Na ukijiuliza mara ngapi umeomba, jiulize, je, majibu yametokea? Haleluya. Amen. Haleluya. Inawezekana majibu hayajatokea. Nisikilize, kama kazi ambayo huo mwiba umetumwa kwako kuimaliza haijaisha, huo mwiba hauwezi kutoka. Lakini ukifika mwisho ya kwamba umemaliza kazi yake, muda wowote huo mwiba utachomoka, utabaki huru. Hilo tatizo ulilonalo litapata ufumbuzi. Lakini Bwana anaweza kuliondoa, akiona ya kwamba akiliondoa utakaa kwenye mstari pamoja na yeye, utatembea pamoja na yeye, utakwenda pamoja na yeye. Akiona utakwenda pamoja na yeye, lazima achilie neema ya kuvuka. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, Farao alipigwa mapigo 10. 9 yote ya kwanza hayakutosha kumnyosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafikiri alikuwa mpesi nani? Maana kuna wakati alikuwa analetewa viula, kuna wakati mwingine panzi, zige, wakati mwingine analetewa maji anabadilika yote yanakuwa damu. Tena nimeangalia ule mkanda wake, kuna sema alikuwa kwenye swimming pool anaoga. Mungu akabadilisha maji yote yakawa damu. Akashangaa, naogelea kwenye damu. Anatoka na nyanyuka hivi, mwili mzima damu zinachuruzika. Akatoka kwenye maji amechafuka, mwili damu mitupu. Siku moja amelala ndani, maviula haya yanaruka kwenye kitanda. Mengine hiyo papa kwenye kichwa linaruka. Inaingia choka kizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hayakutosha kuambia wana wa Israeli ondokeni. Alikuwa bado jeuri. Anaenda kwa Musa anajibembeleza, nitafanya tuondoe maviula. Akiomba yakiondoka wapi? Hamna. Hawaondoki watu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nikwambie lilivyokuja pigo la 10. Pigo la kila mzaliwa wa kwanza alikufa, iwe ni wa ng'ombe, wa binadamu, wa chochote. Mzaliwa wa kwanza alikufa, wa kila kiumbe chenye uhai kiendacho kwenye mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyepesi, kila nyumba kulikuwa na msiba. Sasa nani ataenda kumlilia mwenzake? Nani ataenda kumfariji mwenzake? Alitegemea akipokea na tatizo watu wote wakutanike kwake, waje wamtie moyo. Lakini siku hiyo kila mtu alikuwa analia na msiba wake nyumbani. Siku hiyo kila mtu atazika mfu wake mwenyewe, maana kila mtu ana msiba, kila mtu analia, kila mtu anapata shida. Alipopata pigo hilo akatoka kwa hasira, akamwambia wale watu usiku, haya kusanya kilicho chenu muondoke, nisiwaone, muondoke. Akawatimua akaondoka. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, kuna mapito ambayo wakati mwingine Mungu anaachilia. Anapoachilia anakuwa na kazi. Hana alipoachiliwa changamoto ile ilimpa kuingia
kilomita nyingi za kuomba. Haleluya! Changamoto unayopitia isikutoe kwenye laini. Changamoto unayopitia isikutoe kwenye mstari. Changamoto unayopitia isikuondoe kusimama na Bwana. Shida unayopitia isikuondoe kwenye makusudi ya wewe na Bwana, lakini geuze moyo wako kumwelekea Bwana. Amen. Ukielewa hiyo utakaa paraha. Watu wengi kwenye shida wanakata tamaa. Watu wengi kwenye tabu wanavunjika moyo. Watu wengi kwenye magumu wanarudi nyuma. Nisikilize, haujaitiwa ukate tamaa urudi nyuma. Hayo magumu unayopitia, hivi unafikiri Mungu haoni? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hayo maisha magumu unayopitia, unafikiri Mungu haoni? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo kukosa unachohitaji, unafikiri Mungu haoni? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaona. Lakini kwa nini ameacha? Wale wengine wakiomba tu anafanya, wengine wakitamka tu anafanya. Mbona kwako umeomba bado mambo hayaendi? Mwambie jirani yako unatumia gia ndogo. Mwambie unatumia gia ndogo. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako hiyo gia unayotumia haitoshi uvuke kwenye hili tope. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Umeshawahi pita kwenye tope? Unajua watu kwenye tope hawaelewi. Yaani ile unatumbukia mguu na zangu mpaka hapa. Yaani ile kunyanyua mguu ili uende hatua nyingine, inabidi unyanyue mguu mpaka ujefika hapa ndio unatoka kwenye tope. Ukitoka hapo ndio upige hatua nyingine tena. Na umbali wa kutembea ni hapa kama wakoleko pale kwenye uwanja wa mpira. Unafika saa ngapi? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Naweka mguu na nyanyua kinyoronyoro tu. Nimesukuma. Mimi nakwambia utakaa hata miaka 5 hapo hapo na uone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Makomando wanaotembea kwa gia kubwa hawachoki wala wakati tamaa. Wanapokutana na tope wanakunja miguu, wanakunja suruali, wanajipiga upinde, wanakwenda, wanapambana, wanabadilisha design ya kupambana, wanabadilisha design ya miondoko, wanabadilisha design ya kutafuta uso wa Bwana. Bwana wanaachilia neema ya kuwavusha. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wewe unatumia gia ndogo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ungapi hapo wanachukua maombi ya masaa 24 bila kuambiwa, bila kutangaza hapa kanisani? Wanachukua maombi ya masaa 24 mkono. Hawajaambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hawasikii mpaka atangaze kanisani. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Na wewe bila beba masaa 24 unafikiri unaweza kuvuka kwenye ile changamoto unayopita? Mwingine hata masaa 12 yenyewe bado siku zimejaribu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwizi jirani yako masaa 12 leo umejaribu? Bwana asifiwe. Wewe unajijua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muulize jirani yako tena. Kuomba masaa 3 mfululizo unaweza? Masaa 3 mfululizo hapumziki. Nani stop imeanza? Baba, katika jina la Yesu tunapenda risala ya kwanza, risala ya pili, risala ya 3. Inawezekana hiyo? Inawezekana hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Tunaifanya hiyo? Wapi mnafanyia? Kanisani hapa Ijumaa hii tunakuwa watano, tunataka masaa 3. Jioni tukija hapa tutakuja saa 10, saa 12 tushaondoka masaa 3 hapa. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisikilize. Ninapoongelea maombi ya kina, nina maana yale ambayo yanavuka kawaida, yanavuka mwendo wa mazoea, yale ambayo umezoea. Haleluya. Haleluya. Watu wengi tunataka majibu haraka, lakini kutafuta majibu hatutaki. Bwana asifiwe. Amen. Yaani watu wengi tunatamani tukifika kanisani tusikie mchungaji anasema pokea. Watu wanawahi wanadaka. Amen. Pokea. Mtu anawahi wanadaka. Amen. Haleluya. Unafanya vyema kupokea, lakini singine unapokea hewa. Ndio umeanza kupokea mshahara yamekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kuna shida zingine hazitaki pokea. Zinataka upambane mwenyewe mpaka kalikote jibu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hana alipopita kwenye shida, aliingia mwenyewe kwenye kilindi cha kutafuta Bwana. Aliingia kwenye kilindi cha kuomba Bwana mwenyewe, akataka Bwana adhibitishe, akataka Bwana atende, akataka Bwana aonyeshe ya kwamba yuko pamoja na yeye na anatenda. Na alipotafuta uso wa Bwana, Bwana akaonekana. Mithali 8:17 anasema, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu amesema, lakini amesema na wale wanitafutao Hakuna mtu hajasema, nataka ilikae. Wanitafutao kwa bidii. Sio dakika 5 tumeshaanza miadi. Baba katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu wakati kumkemea shetani, toka wewe shetani wewe, toka. Wewe shetani wewe, toka wewe. Toka wewe shetani wewe, toka. Anakuangalia. Huyu suri nikatafute kamba kubwa nije nifunge mazima. Anakuja na kupiga kamba mazima. Unashaka bado, toka. Mazima. Na tunapenda kuombea kwenye nchi ndio usiseme. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Wanaisema hii mara nyingi, lakini nina maana. Nisikilize. Usipochukua hatua ya ziada, shetani hawezi kuachia maisha yako. Atakufunga na kamba mpaka utafika mahali utajuta hata kama umeokoka. Nisikilize, ni wakati wa kuchukua maamuzi sahihi. Ni wakati wa kuamua kutoka ndani ya kwamba nataka mbingu zijue, nataka wachawi wajue, nataka waganga wajue, nataka ibilisi na majeshi yake wajue ya kwamba mimi ni wa moto. Wakusanye virago wakimbie mbele zako. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa watakujia kwa njia moja, lakini watatawanyika kwa njia hivi. Unafikiri wanatawanyika kwa njia 7? Umesema toka wewe shetani. Wewe shetani wewe, toka wewe. Unafikiri anakuachia? Anakuachia. Mtu amekamata maisha yako anataka kunyonga, alafu unasema toka wewe shetani. Hivyo umewahi kukaba wewe? Bwana Yesu asifiwe. Sio kama na wachawi, umeshakaba na roba tu na mtu. Jana nikutia roba unakosa pumzi. Umeshawahi? Unafikiri pale kujiokoa kuna kwanga natoka wewe. Mimi nakwambia pale na ulokole unakaga wapi? Itaeleweka baadaye, ngoja kwanza nimnyoshe wewe. Ndio kitu ambacho Mungu anataka ijawe hasira ndani yako, ya kwamba ukimwona shetani uwe hadi kupigana naye, kupambana naye mpaka aachie maisha yako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Anataka uone hasira juu ya shida unayopata, uone hasira juu ya tatizo unayopambana nalo, uchukue mzigo ukomeshe hiyo shida iishe.
na yote yanawezekana kwake aaminie. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anajua pito lake analopitia. Kila mtu ana pito lake na Mungu ametofautisha. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu. Nisikilize, usipochukua hatua za ziada za maombi ya kufunga na kumaanisha na kujitoa, utoboi na wala utokezi mbele. Bwana Yesu asifiwe. Utawanungunikia watu na kuwalaumu watu mpaka unachoka. Alafu Mungu mwenyewe hataki malaumu wala manunguniko. Kama huamini, uliza wana wa Israeli waliponungunika walipata mshahara gani? Walipomnungunikia Mungu, Mungu alileta nyoka za moto. Umewahi kuziona? Umewahi kuzisikia? Najua unasoma kwenye Biblia lakini kuziona hujawahi kuziona. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukinungunika usikie ndio nimemkomesha Mungu. Hapa leo ninamnungunikia Mungu mpaka aone nilivyomnungunikia. Wewe Mungu na upendeleo wewe. Wewe Mungu wewe. Lalamika mpaka asubuhi, mwezi kimya hata kusikiliza hata robo. Anapokuja kusimama na wewe ni anapoona umechukua hatua, unamwambia Shetani, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Anapoona umechukua hatua ya kupambana, anapoona umechukua hatua ya kina ya kuomba, ndipo anaachilia neema juu yako. Haleluya! Unarahisisha mambo, huwezi hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, ukikata tamaa ni kwa sala yako na utapata shida mwenyewe. Ukichoka, ukasema mimi nimechoka sasa hivi, mimi nimechoka. Nimeshaomba wiki nzima, hata hajatenda, mimi naenda kulala. Nenda kalale. Nakwambia watakukaba na mara mbili ya waliokuwa wanakukaba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Na kufundisha uwe na maamuzi ya kuchukua mambo magumu na kuyabadilisha katika ulimwengu wa roho, kwa maana ya kumwambia Bwana, nataka utende, Bwana nataka ufanye, Bwana nataka usimame na mimi, Bwana nataka utembee na mimi. Unapofanya maamuzi ya kumaanisha, mbingu zinaona, lazima ziachilie majibu. Mungu anapoona umemaanisha kutoka ndani, anaachilia majibu kwa ajili yako. Haleluya. Wewe rahisisha mambo. Rahisisha. Kadiri unavyorahisisha ndivyo unavyojitesa mwenyewe. Haleluya. 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 Jina la Bwana libarikiwe. Hana alienda kilomita za ziada. Alimimina moyo wake kwa Bwana na akadumu katika kuomba. Alimimina moyo wake kwa Bwana akadumu kwenye kuomba, ya kwamba Bwana, ninakuangalia wewe tu, hata kama sijapata mtoto, ninakuangalia wewe tu, hata kama ninapata shida, hata kama ninatukanwa, bado sina wa kumwangalia, bado sina wa kumwita. Akamimina moyo wake kwa Bwana na Bwana akamsikiliza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukisoma Ebrania 5:7 panaonyesha kilomita alizoenda Yesu. Yesu naye alipitia changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Yesu naye alipitia. Wewe utakwepa? Wewe utakwepa? Kama Yesu alipitia, wewe utakwepa? Sikiliza. Kwenye 5:7 anasema yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso yaliyompata, na alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Anasema alimtolea dua na maombi, anasema akalia kwa machozi sana, anamwambia Mungu anayeweza kumwokoa kwenye ile changamoto. Sehemu nyingine anaomba, anasema Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini sio kama ninavyotaka mimi, bali mapenzi yako yatendeke. Nisikilize, zilikuwa ni nyakati za Yesu, zilikuwa ni nyakati ngumu kwa Yesu, lakini bado yeye aliona azilihimishie dunia ya kwamba amekuja kwa ajili ya kuukomboa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawa mtii mpaka mauti ya msalaba. Anasema alijifunza kunyenyekea, ingawa alikuwa anapata mateso, lakini alijifunza kunyenyekea. Haleluya, haleluya. Sasa anasema ikiwa mambo haya yalipata mti mbichi, itakuwaje kwa mti mkavu? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaopenda raha tupu. Bwana asifiwe. Kuna watu wanapenda raha tupu. Wewe muulize hata mke wa Ayubu. Nani mwambie ndio Ayubu wewe? Ayubu anamwambia unataka tupate mema tu. Mke wa Ayubu akasema mume wangu amechanganyikiwa ni. Anaomba mpaka na magumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ayubu alitaka amdhihirishe Mungu aliye. Angalia ile 19:25 anasema najua mteteaji wangu yuko hai. Baada ya mateso haya bado nitamuona Mungu. Anasema hata pasipo mwili huu najua nitamuona Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wengi mateso yakiwa kidogo tu tayari, manunguniko, malaumu, kuzila, kuacha, kukata tamaa, kuvunjika moyo, kususa, kununa, wewe kila kitu wewe. Bwana asifiwe. Mengine Yesu anayaacha ya kunoe. Elewa ya kwamba kuna nyakati Mungu anataka ajitwalie utukufu, ajivune kama alivyojivuna kwa Ayubu. Anamwambia Shetani, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Umemwona jinsi anavyokwenda? Amesimama vizuri, umemwona? Anataka ajivune. Sasa ukiwa mtu wa kulialia, atajivunia nani? Muulize jirani yako, hivi wewe Mungu anajivunia wewe? Muulize tu jani kwa upendo, kwa sababu hivi kweli Mungu anajivunia wewe? Sema ukweli wa moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajivunia. Kiangalia pale Makondeko pale, pale kazini kwako pale usini, anajivunia. Haleluya. Haleluya. Ila najua kuna kiatu. Ukivaa wewe mwenyewe unajivunia. Mitaani watajua mimi na kiatu. Akakasuti nikivaa, wewe kila mtu ako ndio mimi tu, kila mtu. Sasa Yesu kuna vitu anataka ajivunie. Je, wewe ni bausa kiasi ambacho mtaani nikipigwa vya namna yoyote ile unasema bado nitasimama na Bwana, bado nitakwenda na Bwana, bado nitatembea na Bwana, hata kama nitafanywa namna yoyote nitasimama na Bwana? Mungu anajivunia wewe. Haleluya. Haleluya. Wapendwa, haleluya. Kuna vitu Mungu anataka ajivunie wewe. Hawezi kujivunia wewe kama wewe kirahisi rahisi tu unaacha. Kukuweka Makondeko au pale kwenye nyumba unayoishi au pale kazini unapofanya kazi, mwenzio amekuweka ili aanze kuringa. Yaani Yesu amekuweka pale, afu akiona watu wanakuja pale, yeye anapiga buzu. Anaangalia, anasema hapa kuna mtu wangu hapa nina mtu wangu hapa. Pepo tu likitokea hapo, umeshaweka mkono kwa jina la Yesu, pepo kusali kile tutakoweka. Lakini ukisikia pepo tu tayari, simu iko wapi? Ngoja tuuite mwinjilisti. Yuko wapi? Ile unapiga tu, the number you are calling is not reachable. Tena nayo isote na mchungaji hapatikani, mwinjilisti hapatikani. Mungu anajivunia nini? Mwambie jirani yako, Mungu anakutegemea wewe. Mwambie Mungu anakuangalia wewe. Kwenye changamoto yoyote unayopita,
nisikilize, igeuze ibadilike kuwa fursa. Shida yoyote unayopitia igeuze iwe fursa, iwe daraja la wewe kupita juu, iwe daraja la wewe kumtambulisha Yesu, iwe daraja la wewe kupenya, iwe daraja la wewe kuinuliwa juu. Haleluya! Shida unayopita igeuze maisha yako ya zamani yasahaulike, yaje maisha mapya, lije nyakati za kuburudishwa, lije nyakati za kufurahi na Bwana, lije nyakati za watu wamwone Mungu kupitia maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Na yoyote hayawezi kuwa kama hujabadilisha design ya maombi unayoomba. Acha kuomba kinyonge, acha kuomba maombi ya mimi ni sisimizi tu, mimi ni mdudu tu. Wewe sisimizi wewe? Wewe ni mdudu? Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeumbwa kwa sura na mfano wa, alafu nasema wewe ni mdudu. Nani alikwambia? Sasa ile shetani naye anatuhubiriaga mpaka tunaamini kabisa kabisa. Hata baraka inapokuja anasema sijui mimi kweli amna aliyewahi nijenga nyumba, aliendesha gari hata hamna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anza kujiambia mimi ndio nitakaye anza kwa jina la Bwana. Mimi ndio nitakayefungua ukurasa kwa jina la Bwana. Kwa nini nitaanza mimi? Kwa sababu mimi ninaye Bwana kwenye maisha yangu, kwa sababu mimi ninamtegemea Bwana kwenye maisha yangu. Waliopita hawakumtegemea Bwana, waliopita hawakuwa na Bwana, lakini mimi nina Bwana. Lazima Bwana niliye naye awatambulishe watu ya kwamba yupo. Vile vitu vilivyoshindikana kwenye familia yako, vilivyoshindikana kwa ndugu zako, wewe utavibeba kwa sababu Yesu yuko ndani yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Acha kuchoka. Nisikilize, hakuna wakati shetani atakupa mwanya wa kucheka asikushambulie kama anaona yeye kuna mwanya wa kushambulia. Tarudia, hakuna wakati shetani atakupa mwanya wa kucheka asikushambulie kama anaona kuna nafasi anaweza kukushambulia. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini? Maana yake kwenye dunia hii unayoishi, mtawala wa dunia hii ni Ibilisi, ni shetani, ndio anayetawala na kusumbua watu. Lakini wewe uliye na Mungu, ukiwa na Mungu uliye naye, mamlaka uliopewa ndani yako, ni shetani yuko chini yako, wa dunia hii wako chini yako, ulimwengu na vitu vilivyoko viko chini yako. Wewe unaweza wa kuvikanyaga na kuviseta chini, unaweza kuviambia kwa jina la Yesu nyamaza, vikanyamaza. Unaweza kuambia kwa jina la Yesu potea, na vikapotea. Nisikilize, Mungu amekupa mamlaka kubwa sana. Unachopaswa wewe kujua ya kwamba umebeba mamlaka inayopita mamlaka za dunia hii, na kwa mamlaka hiyo unaweza kusababisha chochote kikawa. Nitumie hiyo mamlaka vizuri. Haleluya, haleluya. Jibadilishe, uwe serious ya kwamba nimeamua. Jina la Bwana libarikiwe. Ukijibadilisha ukasema sitanyamaza, sitakaa, Mungu anakwenda kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Muda wangu umeisha, lakini nilikuwa na kisa kimoja cha Esther na Mordekai. Walikuwa ni miongoni mwa watu. Utasoma mwenyewe kitabu cha Esther chenyewe. Soma sura ya 4 yote. Esther na Mordekai walikuwa ni ndugu, mtu na mjomba wake. Walikuwa uhamishoni, sio nyumbani kwao, uhamishoni kwenye nchi ya watu. Lakini walipokuwa kule walienda tu kama vibarua, wala hawakuwa ni watu wa nchi ile.
lakini walienda wakimfahamu Mungu waliye naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipofika kule, wakati Hamani alikuwa anapata shida, wakati anaona wanasujudu, wanapiga magoti mbele ya sanamu, anaona huyu asimami, hasujudu, hapigi magoti, afanye heshima ile hamna, akasema tumtafute namna ya kumaliza. Akaamua taifa nzima walifute. Biblia inasema alilipa mpaka hela kwa mfalme, kwamba Mungu, kwamba mfalme, mimi nitatoa dola hizi, taifa hili likiteketezwe, na akapewa mamlaka. Lakini Esta pamoja na Mordekai walibadilisha hali ya hewa ugenini. Bwana Yesu asifiwe. Walibadilisha hali ya hewa wapi? Ugenini. Biblia inasema waliingia maombi ya tatu kafu. Walipigisha maombi kuanzia mifugo, wanyama na kila kitu kilichokuwa kwenye nyumba zao. Wakapiga maombi ya tatu kavu, wanaomba, wanamwambia Mungu, badilisha hii miuli iliyotengenezwa ya kwamba sisi tuwawe, taifa nzima tufe. Mungu badilisha, Mungu badilisha. Na kuambia hivi, aliingia kwa mfalme kinyume na taratibu. Alipoingia kinyume na taratibu, akasababisha mapinduzi. Hamani aliyekuwa amepanga wauawe alitundikwa kwenye mti, akawa wa kwanza kufa. Akafa kabla ya kina Esta na Mordekai. Kina Mordekai na Esta walipata miaka ya kuishi. Kilichosababisha mambo yakabadilika, walidhamiria kwa nia moja, wakaamua kupindua yale yasiyowezekana yawezekane. Waliyachukulia maombi ya mzigo ya kumaanisha, na Bwana akabadilisha hali ya hewa. Ndivyo atakavyobadilisha utakapochukua hatua kwenye maisha yako. Jina la Bwana libariki. Wewe nyamaza tu, wewe kaa tu. Ukikaa tu hauji kutoka, hauji kuchomoka, na haitakuja kuwa kwenye maisha yako.